Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Tarehe 6 ya mwezi wa 4, kipindi hewani utupeleo riziki yetu kila siku. Mimi ni Mwalimu Baraka Mbonaliba kutoka Word Eternal Ministries. Nakuletea msingi wa 7 au eneo la 7 ambako fedha inajificha, nayo ni utoaji. Na jana nilianza kusemesha maeneo kadhaa ambayo yalileta ongezeko kwenye maisha ya mama Mshunami baada ya kuwa ametoa sadaka yake kwa Elisha. Ile Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 8 hadi wa 10 ulotupa habari ya mama Mshunami. Inasema hata ikiwa siku moja Elisha alikwenda Shunemu, na huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo, naye akamshurutisha aje ale chakula. Akawa kila alipopita njia ile huingia kula chakula. Yule mwanamke akamwambia mumewe, tazama, mimi naona ya kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu, na kuomba tumfanyie chumba kidogo kutani, na ndani yake tumwekee kitanda na meza na kiti na kinala cha taa, na itakuwa tujiapo ataingia humo. Jana nilikutajia maongezeko matatu ambayo yalitokea kwa huu utoaji. La kwanza nilikwambia alipewa fursa ya kuombea cheo kikubwa zaidi kazini kwake jeshini. Ya pili alimwambia apate mtoto na akapata. Ya tatu mtoto alipokufa aliombewa na akafufuka. Hizo zilikuwa ni faida za sadaka aliyoitoa. Ya nne, yule mtoto baada ya kuwa amekufa amefufuliwa, unaona faida ya 4 aliyopewa ni kwamba yule mama aliepushwa na njaa iliyodumu kwa miaka 7. Njaa iliyokuja ikadumu kwa miaka 7, na kwa sadaka aliyopewa mtu wa Mungu Elisha akamwepusha na ile njaa. Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 38, Elisha akafika Gilgali tena, na kulikuwa na njaa katika nchi, na hao wana wa manabii walikuwa wakikaa mbele yake. Akamwambia mtumishi wake, peleka sufuria kubwa kuwapikia wana wa manabii. Nataka uone hapa katika Biblia inasema kulikuwa na njaa. Biblia inatuambia kulikuwa na njaa katika ile nchi. Ukisoma Wafalme wa Pili sura ya 8 mstari wa kwanza na wa pili, unasema basi Elisha alikuwa amemwambia yule mwanamke ambaye alimfufulia mwanawe, akasema, ondoka ukaende wewe na jamaa yako ukae hali ya kigeni utakakoweza kukaa, kwa sababu Bwana ameita njaa, nayo itakuja juu ya nchi hii muda wa miaka 7. Hiyo Wafalme 8 wa Pili 8:1 hadi 2. Kwa hiyo njaa iliyotokea wakati Elisha ameenda kwa Gilgali, alikuwa amemwambia mama Mshunami aondoke kwa sababu kuna njaa ambayo itakuja. Na yule mwanamke akaondoka, akafanya kama alivyosema mtu wa Mungu, akaenda yeye na jamaa yake katika nchi ya Wafilisti kwa muda wa miaka 7 katika nchi ya Filisti. Umeona, njaa ilidumu kwa miaka 7, na Elisha alikuwa amempa maelekezo yule mama tayari ya kwamba aondoke katika ile nchi, aende atakakoweza akae, ili uzito ile njaa usije ukamdhuru. Na hii njaa ilikuwa ni nzito sana. Ilikuwa ni nzito kiasi ambacho unaona iliwadhuru wana wa manabii. Wakapika matango mwitu kwenye Wafalme wa Pili sura ya 4 ule mstari wa 38 hadi 41, na ndani yale matango mwitu kwenye sufuria kulikuwa una roho ya kifo ambayo ingeweza kuwaua. Ilikuwa ni njaa kali. Wana wa manabii wenyewe iliwaumiza. Unaona ilikuwa njaa kali pia kwa sababu sura ya 6 ya Wafalme wa Pili watu walikula watoto wao. Mstari wa 24 hadi 31, wamama wawili waliapiana kula watoto wao, na mmoja akaua mtoto wake wakamla. Hii njaa ilikuwa ngumu kiasi hicho, lakini mama Mshunami aliepuka ile njaa kwa maelekezo ya Elisha. Kwa nini Elisha alimpa? Sadaka aliyokuwa anatoa ilimsukuma Elisha kumwepusha yule mama na ile njaa. Sadaka ilileta mafanikio ya kumwepusha na njaa ya miaka 7. Jambo la 5, kupokea kwa 5 na kuona kwa sadaka yake, mama Mshunami alirejeshiwa mali zake zote na faida baada ya miaka 7 ya njaa kuisha. Ile miaka ya 7 ya njaa ilivyoisha, akarudi mfalme na Gehazi walimrudishia yule mama mali zake zote na faida juu. Hii ilikuwa ni jambo la ajabu sana. Wafalme wa Pili sura ya 8 mstari wa 3 hadi wa 6 unasema, Wafalme wa Pili sura ya 8 mstari wa 3 hadi wa 6, ikawa miaka 7 ilipoisha, yule mwanamke akarudi kutoka nchi ya Wafilisti, akatokea amlilie mfalme kwa ajili ya nyumba yake na shamba lake. Kumbuka kwa mama mwenye cheo ana nyumba aliyokuwa amemjengea Elisha huko madhabahu, na walikuwa na shamba, mumewe akifanya kazi sana shambani. Basi mfalme alikuwa akizungumza na Gehazi mtumishi wa mtu wa Mungu, akinena, uniambie na kusihi mambo makuu aliyofanya Elisha. Ikawa alipokuwa katika kumwambia mfalme alivyomfufua mtu aliyekufa, tazama huyo mwanamke alimfufulia mwanawe, alimlilia mfalme kwa ajili ya nyumba yake na shamba lake. Gehazi akasema, bwana wangu mfalme, huyu ndiye mwanamke na huyu ndiye mwanae ambaye Elisha alimfufua. Na mfalme alipomuuliza yule mwanamke, yeye akamweleza. Angalia, basi mfalme akamtolea akida
akasema mrudishie yote aliyokuwa nayo na mapato yote ya shamba lake tangu siku aliposafiri hata leo. Mapato yote ya shamba lake toka siku aliposafiri hadi leo. Alirudishiwa alivyo navyo, cheo chake kazini kilirudishiwa, nafasi yake kazini ilirudishiwa, akapewa na walinzi, akamtolea akida, akampa na mlinzi kama ni bodyguard sasa tungesema kutembea naye. Na si tu alipewa na shamba lake na mapato yote. Kwa hiyo kama kuna mtu alilima, alivuna yale mapato yote pasipo kuyafanyia kazi, huyu mama alipewa. Kwa nini? Heshima ambayo alikuwa ameitoa kwa kumtunza mtu wa Mungu, sadaka aliyokuwa ameitoa kwa kumtunza mtu wa Mungu ilifanya urejesho. Angalia ongezeko la 6 au mafanikio ya 6 yaliyotokana na sadaka yake. Huyo mama alirejeshewa kazini cheo chake. Alirejeshewa cheo chake kazini kwake. Haya yalikuwa ni mafanikio yanayotokana na sadaka yake. Wafalme wa pili sura ya 8 mstari wa 6 unasema, na mfalme alipomuuliza yule mwanamke, yeye akamweleza, basi mfalme akamtolea akida, akasema mrudishieni yote aliyokuwa nayo na mapato ya shamba lake tangu siku aliposafiri hata leo. Yote aliyokuwa nayo. Biblia ikisema yote maana yake yote. Na kama ni yote, kumbuka Biblia haikuacha kutuambia huyu mwanamke alikuwa mwanamke mwenye cheo. Kwa hiyo cheo chake ilikuwa ni sehemu ya yote aliyokuwa nayo. Kwa hiyo naamini alirudishiwa na cheo chake pia. Ndio maana alipewa akida au ofisa wa jeshi ili aweze kusimamia yale anayorudishiwa. Alipewa mpambe, alipewa bodyguard. Kwa hiyo alirudishiwa nafasi yake ya cheo. Sijui kama aliongezewa cheo, lakini yote aliyokuwa nayo ilikuwa ni pamoja na nafasi yake. Hatuoni kule mwanzoni akiwa na bodyguard. Mtoto alivyokufa, unaona tu yeye alikimbia kwa Elisha na akamwambia Elisha na akaja na Elisha. Hatuoni akiwa na akida aliyekuwa amemsimamia. Hapa alipewa na akida. Inawezekana ilikuwa mafanikio ya 7 ya kwamba alipewa na bodyguard, alipewa na msimamizi, akida, ofisa wa kumsimamia katika shughuli zake na mambo yake. Hayo yalikuwa mafanikio ya utoaji. Kila unapotoa umefunga faida na baraka za kuongezeka. Utoaji ni kufanikiwa. Utoaji ni ongezeko la kiuchumi kwenye eneo ambalo unatoa. Na usiache kutoa sadaka mwaka huu, wala usione ni kupoteza. Mungu akujalie hiyo neema na akupe moyo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Utoe na uone ongezeko kwenye maisha yako. Mungu akubariki sana. Uwe na siku njema, mwaka mzuri, hata tutakapoonana kesho tena kwenye kipindi cha Utupe Leo Riziki Yetu ya kila siku. Amen.